Na mtazamaji wa Mbayu TV, bila shaka unaelewa kila inapofika tarehe 8 Machi kila mwaka ulimwengu huwa unaadhimisha siku ya mwanamke duniani, ambapo kwa hapa nyumbani Tanzania siku hiyo inafanyika pale mkoani Arusha, ambapo kuna mambo mengi yanakwenda kujadiliwa. Na kauli mbiu ya siku ya mwanamke duniani kwa mwaka huu 2025 inasema kwamba wanawake na wasichana mwaka 2025 tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Na sisi katika kulitimiza jambo hili tumeweza kumtafuta Dr. Alatanganyagawa ili kusudi aweze kutupitisha katika siku hii ina manufaa gani, lakini pia ameweza kutoa tathmini yake katika masuala mbalimbali ambayo yanawakumba wanawake hivi sasa hapa nyumbani Tanzania na Afrika kwa ujumla. Mimi naitwa Nyagawa kutoka Njombe mjini. Yeah. Naam, tumetia siku ya wanawake, tuanzie kwenye kauli mbiu ambayo inasema wanawake na wasichana mwaka 2025 tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Pengine kwa wewe unaitazama hii kauli mbiu imekidhi mahitaji ya wanawake kwa dunia hivi sasa? Kwa kweli mimi na kwanza napongeza walio plan hiyo neno. Waliobuni ile neno ni neno zuri. Kwamba katika karne hii bado wanawake wanahitaji sana utetezi. Wanahitaji haki, wanahitaji kupata uwezeshwaji mkubwa ili waweze kujitegemea kama mataifa mengine yalivyo. Na labda wewe kwa mtizamo wako hali ya wanawake na wasichana kwa taifa la Tanzania katika nyanja mbalimbali unaionaje? Kimsingi kwa Tanzania lazima tuanze kusifu serikali ya Tanzania kwa kutambua uwepo wa haya makundi muhimu ambayo kwa miaka mingi yamekandamizwa. Wanawake katika jamii zetu wamekandamizwa sana, hasa kwenye kumiliki mali, kwenye mgao wa mirathi kwa mfano, wanawake wanaguswa na wanaonewa sana. Tena wanaonewa sio kwenye familia ambazo hajasoma, hata familia nyingi ambazo zimesoma, wanawake bado wanatengwa. Kwa hiyo kuna wajibu wa serikali kuhakikisha kwamba tunaandaa programu mbalimbali, wanawake wafundishwe na wanaume wafundishwe kuona kwamba mwanamke ni sehemu ya binadamu, ya kiumbe haya nayoishi juu ya dunia. Naam, kwa hamasa ambazo labda tunaziona katika siku hii ya wanawake na kwa toka imeanza kuanzishwa, labda imeweza kukidhi mahitaji ya wanawake na imeweza kuwasogeza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine? Kwa kweli mwendo sio mbaya. Mimi na imani pengine inahitaji kuongeza bidii zaidi. Kwa sababu bado ukienda vijijini utaona hii hali bado sio nzuri sana. Mijini kuna nafuu kidogo kwa sababu wanawake wanaruhusiwa kufanya kazi mbalimbali, wanamiliki manyumba, wanamiliki viwanja, wanamiliki biashara, lakini vijijini bado hali sio nzuri. Kwa hiyo programu hizi ningeshauri zifanyikie sana vijijini ambapo kwa kweli nafasi ya mwanamke bado iko chini. Na labda sasa mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Kwa wewe umekuwa ni mdau wa maendeleo, ukitizama ushiriki wa wanawake katika nafasi mbalimbali za kisiasa, wewe unautizamaje? Mimi nashauri kwa serikali kwa mfano ya Tanzania bado ione nafasi ya upendeleo kwa wanawake, kutunga sera mbalimbali ambazo wafanya wanawake wengi waingie kwenye vyombo vya maamuzi, sio tu kwenye viti maalum, kwenye maamuzi. Kwa mfano kama ni diwani, basi awe diwani wa kata ambaye ana nguvu kweli katika kata. Mwanamke viti maalum kwenye kata unajua na hemi tu, hana nafasi. Mbunge viti maalum kwenye jimbo hana nguvu. Kwa hiyo mimi nadhani wanawake ili waweze kuwa na maamuzi magumu wapewe nafasi nzito. Kwa mfano nashukuru serikali ya Tanzania, Rais wetu Samia amewapa wanawake wengi kuwa wakuu wa mikoa, mkuu wa wilaya. Hiyo ndio mwendo mzuri kwa ajili ya kuwafanya wanawake wawe na nguvu katika jamii. Na labda tuseme kwamba katika hizo nafasi mbalimbali ulizozungumza hiyo, kuanzia kwenye nafasi za viti maalum, ukuu wa wilaya, labda wanawake wameonekana wana chachu ya moja kwa moja ya kuleta mabadiliko katika eneo husika ambalo wameweza kupewa. Yes, wanawake wakipewa nafasi tumeona wanakuwa na mabadiliko makubwa sana. Wanaweza kusaidia sana mabadiliko ya jamii. Wengi ni wachache wanaweza pengine wakachezea nafasi, lakini ushahidi unaonyesha wanawake wengi waliopewa madaraka hawajawahi kuchezea madaraka yao, wamefanya vizuri. Na labda kwa mifumo mbalimbali ya kiuongozi hapa nyumbani Tanzania lazima tuone kiongozi amepitia katika nafasi fulani ya ama chama fulani cha kisiasa. Labda vyama vya siasa vimetoa nafasi hiyo kwa wanawake kuweza kuwa na nafasi mbalimbali kwenye chama?
Yes, nimefurahi kwamba kwa mfano chama tawala kimejitahidi sana kuweka wanawake wengi kwenye madaraka, hata kumpata kwa mfano rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni juhudi za chama tawala kuhakikisha kwamba makamu wa rais anakuwa mwanamke. Kitu kile kilisababisha tupate nafasi baada ya kufa mzee Magufuli. Mwanamke aliyekuwepo apate nafasi kwa mujibu wa katiba. Ninevyo singekuwa nyepesi kupata rais mwanamke kupitia chama chochote hata Afrika, sio kazi nyepesi. Ni nchi chache sana duniani Afrika zimejaribu, hizi nchi mbili tu, nchi ya Liberia na nchi ya Malawi kwa mbali. Sasa hivi Tanzania kwa bahati tumepata, na tunatarajia Samia mwaka 2025 agombee na ashinde ili kudhihirisha dunia kwamba wanawake wanaweza. Na tumeona juhudi kubwa ambazo Rais Samia anazifanya. Ni mmoja kati ya viongozi bora Afrika ambaye anawakilisha vizuri sana wanawake wa Afrika na dunia kwa ujumla. Yeah. We Alatanga, ukiangalia na vitu vingi ambavyo vinamdidimiza mwanamke katika bara la Afrika ni masuala ya kiutamaduni na imani, si ndivyo? Ndio. Labda katika hizi jumuiya za kikanda kwa maana ya ECOWAS, kuna SADC na EAC, zina mchango gani katika kuhakikisha kwamba zinaweza kuirekebisha jamii na kubadili mitizamo ya kizamani na kwenda kwenye mitizamo ambayo inampatia nafasi mwanamke? Kinachosaidia ni kutunga sheria na sera ambazo zinamlinda mwanamke moja kwa moja. Kwa mfano, nashukuru kwenye SADC na ECOWAS tayari kuna nafasi ambazo zinatangaza specific kwa ajili ya mwanamke. Huu ni ushindi mkubwa kwamba mwanamke anaweza, na ni kweli wanawake wanaweza sana tukiwawezesha, tukiwapa madaraka. Nimeona kwa mfano alikuwa waziri wa mambo ya nje ile Daktari Mulamula hapa Tanzania. Ni mmoja kati ya viongozi ambaye mimi nimevutiwa sana na siasa zake na namna anavyoweza kufanya kazi aliyotumwa na nchi kwenye maeneo mbalimbali. Na tumeshuhudia kuna baadhi ya watu wanasema kwamba ajira fulani ambazo wanawake wamekuwa wakipata zimekuwa zikiwadhalilisha. Unakuta mtu anapata labda kazi ya kufanya mgawani Masai madogo, unakuta pia anapata kazi ya kufanya mgawani, unakuta watu wanafika pia wanamshikashika tu bila ridhaa yake. Labda serikali ina nafasi gani pamoja na sekta binafsi katika kumfanya mwanamke akajivunia kazi ambayo anakuwa anaipata, haijalishi ni kazi ya namna gani? Ni kweli, niseme ukweli, katika jambo ambalo Tanzania tumefeli ni nafasi ya mwanamke katika ajira. Kwenye ajira tumedhalilisha sana wanawake. Kwa mfano kwenye mabaa, ukienda nchi zilizoendelea kama Ujerumani, Uingereza au Marekani, baa sio sehemu ya watu kufanya mapenzi au kudhalilisha binadamu mwingine. Mfanyakazi wa baa anayefanya kazi Ujerumani au Canada au nchi yote ya Ulaya ni mfanyakazi kama mwalimu, kama profesa wa chuo kikuu, yani mshahara wake na haki zake zinalindwa. Lakini Tanzania unaweza kuona kwenye baa mojawapo kuna wasichana 20-30 wameajiriwa ambao hawapati chochote zaidi ya kuuza mili yao ili wapate chakula cha siku. Na wewe umetembea, labda ukipewa nafasi ya kuweza kutoa elimu kidogo, utaishauri nini serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Kufunga sheria thabiti kwa ajili ya ajira ya wanawake Tanzania. Kuna udhalilishaji mkubwa sana ya ajira kwa wanawake, hata kwenye mabaa, kwenye migahawa, kwenye sehemu za starehe, kwenye mabaa. Kwa mfano, mwanamke amegeuzwa kama ni burudani ya wateja, na mwenye baa walio wengi na wanaume au wanawake wenye baa wanawachukua watoto wa kike kama chambo cha kupata fedha. Jambo hilo ni aibu. Ukipita kwenye mabaa mengi, watoto wa kike wanaofanya kazi kwenye mabaa hayo wanalala chumba kimoja wanawake 20-30. Na yani wanapata mateso ambayo hujai kuona. Akipata pengine boyfriend, basi analazima kulipa kwanza kwenye baa aliyo mwajiri fedha kiasi fulani, wakati yeye baa yenyewe haimlipi yule msichana yule hela. Hilo jambo ni baya sana. Ni kitu ambacho kama Tanzania tukili tumeshindwa kuwatetea wanawake, hasa wanaofanya kazi hizi kama za baa, kwenye mahoteli na sehemu nyingine, kwa sababu wamegeuza ni bidhaa pia. Unauza pombe lakini umeuza pia na wanawake. Jambo hili ni chafu, halikubaliki katika uso wa dunia. Labda tupige kidogo Bwana Alatanga, wewe kwa uelewa wako sera za nchi zinalitambuaje swala hili, kwa sababu ni swala ambalo kiukweli fikiri katika maeneo mengi imekuwa kama ni biashara halali hivi. Waajiri wengi hawajapewa mwongozo wa moja kwa moja. Kama kungekuwa na sheria ngumu dhidi ya hizo ajira zinakaguliwa, watu ofisi ya kazi ingekuwa inakwenda kukagua kwenye mabaa na kuangalia mikataba ya hao wafanyakazi imekaaje, ingekuwa rahisi. Lakini leo hakuna mtu wa kazi ambaye ana ofisi ya kazi ambaye anakwenda kukagua ajira za namna hiyo. Na huu ni udhaifu mkubwa katika nchi. Lazima nikiri.
Ndio, na tunapoelekea ukingoni, labda ni kuulize, kuna hatua zote ambazo zimeshachukuliwa ili kusudi kuweza kuondoa gepu lililopo la kijinsia katika masuala haya ya ajira? Kwenye ajira kwa kweli baadhi ya sekta za serikali yes, lakini kwenye private sector bado kuna shida kubwa sana. Hakuna sheria moja kwa moja inayomlinda mwanamke kwenye ajira. Na pengine labda tumeona sawa wakati wanawake wanapewa hii siku yao, imekuwa ni siku ambayo pengine unaweza kusema ina nguvu sana hapa nyumbani Tanzania. Umekuta imeadhimishwa katika level za kimikoa na hivi kesho tunakwenda kuadhimisha katika level ya kitaifa. Tufikiri pengine kuweza kuwa na siku ya kuwatambua wanaume? Mimi wanaume wala sina shida kwa sasa, bado hawajapata mazingira ya kunyanyasa au kufanya kwa kiwango kubwa hicho. Lakini wanawake, mimi kwa mwanamke kwa ukweli ninaona kama kwenye sherehe hizi hatujafanya vitu ambavyo vina matokeo chanya. Neno gani ambalo lingetokea ili pengine siku hizi zionekane zina maana pale ambapo unamtetea mwanamke kweli wa kiwango fulani? Kwa mfano umesema Bamed, kwa nini hatuwatetea? Kwa nini hatujapeleka maandamano kupinga ukatili unaofanywa mwanamke? Mimi nimeona kwenye vita kule Kongo kwa mfano, angalia wanawake wanavyoteseka, wanavyokimbia na watoto, wanavyouawa ovyo ovyo, wanavyokosa msaada kutetewa. Kwa hiyo hili kimsingi, ndugu mwandishi, nchi zetu za Afrika kwenye agenda ya wanawake tunaungana kusherekea, mara nyingi tunaungana kusherekea hizi siku za wanawake kama fashion. Lakini ile agenda strong, kwamba sisi na agenda strong tunataka kufanyia ushawishi dunia ielewe kwamba tunataka kuwapigania wanawake, bado tuko dhaifu katika uwanja huo. Na tunapomalizia bwana Alatanga, labda ungeweza kutoa neno lako la mwisho sasa kutokana kwa jamii ya Kitanzania, kwa serikali pamoja na sekta binafsi juu ya kumtambua mwanamke kwenye jamii husika? Ninaomba tu kweli serikali ya Tanzania, ninaomba wanawake wote wanaonisikiliza katika nchi hii waone kuna makundi ya wanawake wanaonyanyaswa, wanaoteswa. Tunapokuwa na sherehe hii, ni jukwaa muhimu ziandaliwe agenda zile ambazo zinamgusa mwanamke moja kwa moja kuliko zile agenda ambazo ni sherehe zaidi, yani kufurahi, kunywa pombe, kutaka tu vitu vikubwa, wakati kuna vitu vidogo ndio vinavyoumiza zaidi wanawake. Kwa hiyo ningetamani sana hilo lingeweza kufanyika katika taifa hili. Mimi nikushukuru sana bwana Alatanga, umeweza kutupatia kitu kikubwa sana kwa manufaa ya taifa hili la Tanzania. Asante kwa kweli, niwatakie wanawake sherehe njema, tuendelee kushauriana jinsi ya kutengeneza agenda za kuwatetea wanawake. Asante sana. Bila shaka umeweza kumsikia na kumuelewa vyema Dr. Alatanga Nyagawa akiwa anajumuika nasi kuweza kuiadhimisha siku hii ya mwanamke duniani, na amezungumza vitu vingi sana ambavyo mwisho wa siku vinasaidia kuweza kumsogeza mwanamke kutoka sehemu moja na kumpeleka sehemu nyingine, ama kumtoa katika eneo ambalo mwanamke alikuwa anaonekana kwamba ni mtu anapaswa kuwa second selection kwenye vitu vingi na kumweka kuwa first selection katika mategemeo na matarajio ya mambo mengi sana ambayo yanakuwa yanafanyika hapa nyumbani Tanzania. Bwana, hii ni Mbayu TV. Nikukumbushe, kama bado hujasubscribe YouTube channel ya Mbayu TV, basi hakikisha kwamba una subscribe, lakini pia hakikisha kwamba una like, una comment na kushare taarifa zote ambazo sisi tunakupa wewe kila siku na kila saa. Uwe na siku njema.